Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii tena ya kusimama mbele yako. Lakini pia nitumia nafasi hii kuwashukuru wazazi wetu, baba na mama. Haleluya, kwa kuachilia nafasi hii. Lakini niwashukuru sana wazee wa kanisa na wachungaji pia kwa kuniamini. Haleluya. Mungu awabariki sana. Mmekuwa watu wema sana kwangu, mmekuwa mkinielekeza, mmenilea. Asanteni sana. Lakini pia nishukuru kanisa zima. Haleluya. Tunaendelea na somo letu linalosema maarifa ya uongozi. Haleluya. Kanuni na maarifa ya uongozi. Tulipata neema wiki iliyopita, tukajifunza siku mbili, Jumamosi na Jumatano, kwa habari ya uongozi, na tulijifunza kidogo kulingana na muda. Na leo pia kulingana na dakika chache ambazo nimepewa, Roho Mtakatifu anitumie vizuri ili uweze kuelewa. Haleluya. Basi funika macho yako niombe. Ninakushukuru Mungu wangu kwa neema na kibali ulichonipa cha kusimama katika madhabahu hii. Madhabahu ambayo toka nikiwa mdogo nilikuwa nikiiona, nilikuwa nikitamani siku moja nifike hapa. Lakini leo Mungu umenipa nafasi ya kusimama katika madhabahu hii, madhabahu kubwa na ya thamani sana. Mtu huyu aliyekaa katika mahali hapa saa hii, mtu huyu aliyoko mbele yangu ni mkubwa. Ninaomba Bwana ukamfundishe kupitia kinywa changu. Mimi sina cha kumwambia mtu huyu. Kuna watu wako hapa wamenizidi kila kitu, umri ni wakubwa kuliko mimi, wengine wamenizidi elimu, lakini upo Mungu ambaye ukinitumia sawa sawa na mapenzi yako, mtu huyu ataelewa. Baba, kipindi hiki nakiweka mikononi mwako, kanitumie sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu, amen. Bwana asifiwe sana. Katika hizo siku mbili tulijifunza vitu viwili tu, kama tunakumbuka vizuri. Kitu cha kwanza kabisa tukaona kwanza uongozi ni nini. Katika somo hili la uongozi kuna vipengele kadhaa. Bwana asifiwe sana. Kipengele cha kwanza tutaangalia, na tumeanza nacho, tumeangalia nini maana ya uongozi. Yaani uongozi ni nini? Tuliangalia kipengele hicho. Lakini kipengele cha pili pia tutaangalia kiongozi ni nani. Naangalia uongozi ni nini, lakini pia kipengele kingine tutaangalia kiongozi ni nani, kiongozi ni mtu wa namna gani. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tutaangalia aina za uongozi. Kuna aina kadhaa za uongozi. Bwana asifiwe sana. Lakini pia tutaangalia sifa za kiongozi bora. Haleluya. Sifundishi tu uongozi, nafundisha uongozi bora. Kwa Mungu kadri atakapozidi kutupa nafasi, tutaangalia aina za uongozi, afu utajijua wewe ni kiongozi wa namna gani. Lakini pia tutaangalia sifa za uongozi. Tutakapokuwa tukiangalia sifa za uongozi, ndani yako mwenyewe utajiambia kwamba mimi natosha kuwa kiongozi au sitoshi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sifa ndio inayomfanya mtu aonekane anafaa au hafai. Lakini kwa sababu tulikuwa tumegusa kidogo kwenye uongozi ni nini, kitu cha kwanza tuliangalia kwamba uongozi ni roho. Tulijifunza. Bwana asifiwe sana. Tukaangalia kwamba uongozi ni roho, na nilisema siku ya kwanza kwamba mtu hawi kiongozi kwa sababu amechaguliwa. Mtu anakuwa kiongozi kwa sababu ndani yake iko roho ya uongozi. Haleluya. Mtu hawi kiongozi mara baada tu ya kuchaguliwa. Mtu anakuwa kiongozi mara baada ya roho ya uongozi kuingia ndani yake. Tunaweza tukafanya uchaguzi hapa. Bwana asifiwe sana. Kila mahali pana utaratibu wake wa kumpata kiongozi. Utaratibu hapa sijajua viongozi wanapatikanaje. Sijui anateuliwa. Kuna mahali sehemu nyingine anateua kiongozi mkuu, anateua mzee wa kanisa, anateuliwa. Kuna sehemu nyingine wanapiga kula, wanachagua. Kwa njia zote ni nzuri, lakini usije ukafikiri kama bishop akisimama hapa na kusema ninakuteua mama fulani uwe mzee wa kanisa, basi akisema tu unakuwa kiongozi bora. Unaweza ukawa kiongozi, lakini uongozi bora lazima roho. Na ndio maana bishop anasema njoo nikuombee, si ndio? Haleluya. Tukipata viongozi tunawaambia wasogee hapa,
tufanyeje? Tuwaombee. Maana ya kuwaombea ni nini? Ni kumwambia Mungu roho ya uongozi ingie kwa hawa watu. Bwana asifiwe sana. Tunaona Mungu anamwambia Samueli, ijaze pembe yako mafuta uende kwa Yese. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uende kwa Yese, nimejipatia mfalme. Nilisema wiki iliyopita kwamba mafuta zamani yalisimama kwa kielelezo cha Roho Mtakatifu. Haleluya. Mahali popote yalipotajwa mafuta kwenye Biblia yalimwakilisha Roho Mtakatifu. Na nikashauri kwamba kwa kizazi tulicho nacho, kwa sababu Mungu alituahidi kutumwagia Roho Mtakatifu na kwenye matendo Mungu alitimiza hilo, ni vema sana tuitafute nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Na ndio unaona sasa unawekewa mikono leo japo sisemi imani za watu, lakini kuna wengine wanafanya. Lakini sisi toka nimekuja hapa sijaona bishop anawamwagia watu mafuta, lakini anasema njoo nikufanyeje? Nikuombee. Manake anapokuombea pale anairuhusu nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Badala ya kutiwa mafuta. Ina maana kama Samueli angekuwa kwa kizazi chetu, Mungu angemwambia nenda kamwekee Daudi mikono awe mfalme. Bwana asifiwe sana. Tukaangalia kitabu hiki. Angalia kile kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 1 na wa 10. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yetro mkwewe, kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Herebo. Haleluya, watu wa Mungu. Niwekee pia kile kitabu cha Samueli wa kwanza 16:1. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 1. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta uende, nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Luka kidogo mpaka kwenye mstari wa 16 wa 13, mstari wa 13. Hiyo Samueli wa kwanza 16:13. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Bwana asifiwe sana. Mungu anasema nimejipatia mfalme katika nyumba ya Yese. Samueli alipofika kwa Yese akamwambia Yese, Mungu ameniambia katika nyumba yako, katika uzao wako umezaa mfalme. Niletee watoto wako hapa, mmoja wapo katika watoto wako hao kuna mmoja ni mfalme. Wakati Daudi anachunga kondoo polini, Bwana asifiwe sana, Yese akatazama watoto wake, akaona wakina Eliabu warefu, wamejaa misuli. Sifa mojawapo ya mfalme zamani ilikuwa ni lazima uwe na uwezo wa kupigana vita. Haleluya. Lazima uwe na uwezo wa kuongoza jeshi, kwa sababu zamani ilikuwa ni wakati wowote ni vita. Walikuwa wanaishi kwa vita za kimwili.
sio za kiroho tu. Bwana asifiwe sana. Unaposikia walikuwa wanapigana vita ni kimwili. Kwa lazima apatikane mfalme mwenye uwezo wa kuongoza jeshi, mwenye maarifa ya vita. Wakina Eliabu walikuwa ni watu wa vita. Bwana asifiwe sana. Walikuwa ni watu wanaojua vita, walikuwa ni walefu, wamejaza. Sasa Yese akasema inawezekana mtoto wangu wa kwanza atakuwa mfalme. Akawaleta watoto wake wale wenye sifa za kibinadamu. Lakini Samueli, kwa sababu alitumwa na Mungu, alipokuwa anawatazama anamwambia Mungu, yupi kati yao? Mungu anamwambia hakuna hata mmoja. Samueli anamgeukia Yese anamwambia, watoto wako wote ndio hawa? Maana Samueli moyo wake ukaanza kumwambia, na maana Mungu alinidanganya. Bwana ameniambia nije kwa Yese na watoto wako mbele yangu, lakini Mungu ananiambia hakuna hata mmoja. Yese akasema hapana, yuko mmoja, yuko polini, naye ni mdogo. Yese akajikatia tamaa, naye ni mdogo. Kiukweli katika sifa alikuwa hana sifa. Haleluya. Kuna watu wana roho ya uongozi lakini kwa nje hawana sifa, lakini ndani iko roho ya uongozi. Haleluya. Na ndio maana mambo ya rohoni ukiyachanganya kimwili unapotea. Ukiyaingiza, ukiyatoa mambo ya rohoni kuyaleta mwilini unapotea. Haleluya. Hata wewe usingesimama leo mbele yangu mimi nakufundisha, lakini ukiangalia wengine ni wazazi wangu mmenizaa. Kuna wengine wanatosha kabisa mimi kuwaita bila, lakini nawafundisha. Bwana asifiwe sana. Lakini mtu aliye kimwili akiniona nimesimama anasema ataniambia nini huyu? Kwanza ana elimu gani huyu? Huyu ana elimu gani? Mimi nina PhD, watanifundisha nini huyu? Alafu huyu mbona umri hatoshi? Bwana asifiwe sana. Lakini kiroho haiko hivyo. Bwana asifiwe sana. Wakati wakina Eliabu wako vitani, wanapigana vita, wakimtazama Daudi wanafikiri amekaa kizembe. Kumbe Daudi naye anafundishwa vita ya kuua simba na dubu. Wakina Eliabu walikuwa waelewi hicho kitu. Na ndio maana sasa Biblia inasema wakati ametiwa tu mafuta, tendo lile lilipoisha, roho ya Bwana ikaingia kwa Daudi. Akawa mfalme hata kama hajakalia kiti cha kifalme. Haleluya. Kuna watu ni wafalme hata kama hawaoni mbele wamekaa kwenye viti vya kifalme. Kuna watu ni kwa ndani yao ziko roho. Daudi siku moja ametumwa anaenda kuwatazama ndugu zake. Anafika kule anaona kuna Mfilisti mmoja amesimama anatukana jeshi la Bwana. Na ukilitukana jeshi la Bwana manake umemtukana Bwana. Daudi kwa sababu iko roho ndani yake anasimama anasikiliza, matusi yanamkela. Inakuaje huyu analitukana jeshi la Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma hicho kitabu cha Samueli wa kwanza 16 hiyo utaona mara baada ya tendo la Daudi kupakwa mafuta kumalizika, roho ya Bwana inapoingia kwake, ukisoma mbele Biblia inasema ndipo roho ya Bwana ikatoka ndani ya Sauli na roho mbaya ikaingia kwake. Haleluya. Sauli naye alipakwa mafuta kama Daudi. Bwana asifiwe sana. Sauli naye alipakwa mafuta, lakini Daudi anapopakwa mafuta leo, roho ya Bwana inapoingia kwake, kuna mwingine roho ya Bwana inamtoka. Sauli hana roho ya Mungu tena, hana roho ya uongozi tena, amepoteza mamlaka, amepoteza roho ya uongozi. Anasimama mtu analitukana taifa la Bwana, yeye amejificha. Sio yeye, ni roho ya uongozi haiko ndani yake. Nilisema Jumamosi kwamba mtu mwenye roho ya uongozi hawezi shuhudia watu wanalitukana kanisa na amejificha na amenyamaza. Hayupo. Hawezi shuhudia watu wanaisema vibaya madhabahu na wewe unachangia mada na wewe umenyamaza. Mwingine anajificha, watu wanamtukana Mungu, yeye amejificha. Mwenye roho bora ya uongozi hata akiingia kwenye daladala anakuta watu wanamsema vibaya Mungu wake, atasimama atasema we, hakuna kama Mungu. Tena nyamazeni. Bwana asifiwe sana. Yaani nishuhudia watu wanamsema Mungu wangu vibaya ambaye amenitoa huko kusikoeleweka, leo amenipa heshima, alafu nisikie mtu anamsema vibaya unanyamaza. Unanyamazaje? Haleluya. Yaani wewe kuna bosi wako fulani amekutoa kijijini huko, ulikuwa ueleweki, hata ndala ulikuwa una, akakuleta mjini, akakusafisha, akakuvalisha suti, akakupa kazi nzuri, akakujengea na nyumba, alafu unaenda upande wa pili unakuta watu wanamsema vibaya. Wewe unajisikiaje? Sasa kwa Mungu wetu ni zaidi. Daudi roho ya uongozi iko ndani yake, anasema haiwezekani. Anaenda kwa mtu anamuuliza hivi, inakuaje? Anauliza maswali. Eliabu anavyoona anasema we,
Fata kilichokuleta. Sasa wakina Eliabu hawajui kilichomleta Daudi sio kuwatazama wao, sio kuwaletea chakula, ni kuyasikia matusi ya huyu Mfilisti ili akampige, ili akaliinue jina la Bwana. Sema amina. Haleluya. Inayouliza maswali inayohoji ndani ya Daudi sio Daudi, ni roho ile ya uongozi. Yani unanielewa mtu wa Mungu? Roho ya uongozi kikaa kwa mtu unaweza ukaisa na kihelehele. Na ndio maana kuna watu leo tumewasema vibaya. Yule anajikana kihelehele. Mbona anafanya hili? Kwani yeye ni mzee wa kanisa? Kwani yeye ni nani hapa kanisani? Mbona anafanya wewe? Huyu ana roho, iko roho ndani yake ya uongozi. Mtu mwenye roho ya uongozi hasubiri kutumwa, hasubiri kuchaguliwa. Haleluya. Yaani siwezi ona mambo yanaharibika eti baba hajanichagua nisifanye, siwezi shuhudia. Moyo wangu utaniuma, sio mimi, roho iliyo ndani ya mtu. Haleluya. Unaona kilichotokea? Daudi anasema hapana, yako mafuta nimetiwa, iko roho ndani yangu, saa ya kujidhihirisha imefika. Anamwambia Sauli, ni mimi nitakwenda kumpiga huyu Mfilisti, nitakwenda kumpiga. Siwezi shuhudia mtu analitokana taifa la Mungu. Sauli anamwangalia anasema, we kijana, unajua shida Biblia haikuandika story zote. Inawezekana kabisa mfalme Sauli akamwambia, we kijana, wewe unajipenda kweli wewe? Sauli anamwambia, nilipenda lile neno. Sauli anamwambia Daudi, anasema huyu Mfilisti toka utoto wake mpaka leo ni mtu wa vita. Toka ujana wake mpaka leo ni mtu wa vita, utapigana naye vipi? Kuna watu huwezi shindana nao kama hauna roho ndani. Kuna watu toka utoto wao ni wasengenyaji mpaka wazee, alafu wewe unataka ukamsute ili aache kukusengenya. Hata acha toka utoto wake. Nilisema siku moja kuna watoto wamezaliwa wanakuwa wanaona kwenye nyumba yao ndio kituo cha usengenyaji. Yaani mama yake ndio mwenyekiti wa kusengenya wa mji. Anakuwa anasikia maneno ya usengenyaji. Wengine wamelelewa na matusi, alafu anakuwa mtu mzima, wewe unataka ukashindane naye, unaweza? Lakini Daudi anasema hapana. Nyinyi mnaangalia nje, yuko Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uongozi ni roho, lakini kitu cha pili tuliangalia kwamba uongozi ni mzigo. Tuliangalia tukasema, na hapa nilizungumza sana ile Jumatano. Nikasema jamani, uongozi ni mzigo. Na tunaweza tukarudia kwa sababu kuna wengine pia hatukuepo. Tunaweza tukarudia kile kitabu cha Hesabu 11:16 tuangalie hapo. Tuanze 11, Hesabu 11:11 hapo. Taishia hapo. Kitabu kile cha Hesabu tuliangalia, kama ukuepo tuliangalia kwamba tunaangalia uongozi ni nini. Tuliangalia kitu cha kwanza uongozi tukasema ni roho, lakini cha pili tukasema uongozi ni mzigo. Uongozi ni mzigo. Musa akamwambia Bwana, mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako? Kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu? Musa anamwambia Mungu, kwa nini umenitenda uovu? Kwa nini umenikosea? Haleluya. Umenitwika mzigo wa watu hawa. Twende 17 mtu wa Mungu. Tumalizie hapo. Kumi na sita. Rudi nyuma kidogo. Kisha Bwana akamwambia Musa, nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli, ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa, na maakida juu yao, ukawalete hata hema ya kukutania, wasimame huko pamoja nawe. Twende 17. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hao pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako. Bwana asifiwe sana. Tusimame. Asema Musa anamwambia Mungu, mzigo ni mzito. Ndivyo bishop anapomwambia Mungu, umenipa mzigo mzito. Mzigo huu ni mzito, kuchunga watu hao ni mzigo mzito. Mungu anamwambia hautachunga peke yako. Kuna watu nitawaweka mbele yako, waubebe mzigo pamoja nawe. Mtu wa Mungu ukichaguliwa kufanya kazi yoyote mahali hapa, huo ni mzigo. Ubebe mzigo wa huduma. Saidia mtumishi wa Mungu kuubeba mzigo. Baba, ninakushukuru kwa neema yako.
siku ya leo umependa unitumie kwa kiwango hiki. Nami ninakushukuru kwa ajili ya madhabahu ambayo imeniachilia leo. Nakushukuru kwa ajili ya wazazi wangu wanaonilea kiroho. Bwana, ulinileta hapa ili nijifunze, nilelewe. Asante kwa ajili ya wachungaji wa mahali hapa ambao wakunizuilia, wakaniruhusu nisimame. Asante kwa ajili ya kanisa zima Bwana, kwa sababu umenipa kibali mbele yao. Baba, tazama umetufundisha kwa habari ya uongozi. Achilia neema kwa kila kiongozi mahali hapa. Mtwishe mzigo Bwana, asije akafikiri uongozi ni kukaa na kuheshimiwa na watu na kukaa kwenye viti vya mbele, bali Bwana akajua kwamba uongozi ni roho, lakini pia uongozi ni mzigo. Weka mzigo kwetu ili mzigo usimlemee bishop peke yake. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema hii. Asante.